kuelekea katika summit yetu au tamasha letu la uwekezaji. Leo ikiwa siku tarehe 31, ikiwa ni siku ya mazoezi, siku ya kushajiisha, kisha siku ya kuitambulisha rasmi summit hii kwa wananchi wenzetu. Tunaomba wananchi wenzetu wote waweze kufika. Summit hii itaanza siku ya tarehe 3 mpaka tarehe 5. Siku ya tarehe 3 kutakuwa kuna matembezi ya miradi ya maendeleo. Watu wataweza kutembea katika eneo la Mangapwani ambao ni eneo la bandari jumuishi. Watapata kutembea katika eneo la bandari ya Mpigaduri pale Maruhubu, lakini vile watapata nafasi ya kutembelea mradi mkubwa wa ufugaji na uzalishaji wa bidhaa za kuku ambao uko kule Kichwele au Kitope, pamoja na kutembelea katika hili eneo la Fumba na kuona jitihada za serikali katika kuleta mabadiliko ya kiuchumi katika maeneo tofauti, pamoja na kushajihisha uwekezaji nchini mwetu. Lakini siku ya pili kutakuwa ndio hiyo summit yenyewe ambayo mgeni rasmi anategemea kuweko Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Siku hiyo mambo mengi sana yatafanyika, lakini viongozi wengi tayari wamesha uonesha utayari wao kuweza kuwepo. Mpaka sasa tuna watu zaidi ya 700 ambao wamejiandikisha, lakini tategemea kufika 1000 na wale ambao hawajaandikisha kuweza kuhudhuria siku hiyo. Na siku ya tatu ni siku ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ataongea moja kwa moja na diaspora. Kwa hivyo tutawaomba wenzetu wa diaspora kuweza kufika kumsikiliza Mheshimiwa Rais, lakini na wao kuweza masuala yao na kupata maoni, kupata mawazo, kupata kujua mwelekeo wa serikali kupitia moja kwa moja kwa kiongozi mkuu yeye mwenyewe. Lakini siku hiyo hiyo kutakuwa kuna mawasilisho. Wenzetu wa Zanzibar Housing kwa mashirika la nyumba Zanzibar wana bidhaa nyingi sana ambazo wamezileta maalum kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Tunasema nyumba za bei nafuu ni mkakati maalum wa serikali kupitia shirika la nyumba kuwahakikisha kwamba wananchi wake wote wanapata makaazi bora ndani ya nchi hii. Lakini na wale ambao wanania kuja kuwekeza Zanzibar, wale ambao wanania kuja kuishi Zanzibar wanakaribishwa na shirika hili limejipanga. Lakini kwa shirika hili pia kuna wenzetu wa ZSSF nao wana miradi mingi ambayo inayogusa jamii. Miradi hiyo itazungumziwa, watu watapata fursa kujua nini kinaendelea, nini kinafanyika na kiasi gani wao wanaweza wakafaidika kwenye swala hilo. Kwa hivyo hivi tunawakaribisha wote wenzetu katika siku hii, nayo vile siku ya Ijumaa ambayo watapata au wenzetu wa diaspora na wasio wa diaspora kuja kusikiliza nini kinaendelea na serikali ina mipango gani katika swala hili. Na usiku wake wa siku ya tarehe 5 ambayo siku ya Ijumaa kutakuwa ni usiku wa zawadi, ambapo wawekezaji wale ambao wamefanya vizuri, wawekezaji ambao wamechangia zaidi kwa jamii, wawekezaji ambao wameonyesha utayari wao na wameendelea kuamini serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar watapata zawadi. Lakini zawadi hizi wako watakaopekea, lakini serikali ya Mapinduzi Zanzibar inawapa zawadi wawekezaji wote na inawapongeza wawekezaji wote ambao wanaendelea kuamini maono ya kiongozi wetu Rais wa Zanzibar, lakini wanaendelea kuiamini Zanzibar kama ndio sehemu sahihi ya kuweka mitaji yao. Asanteni sana.